Mwanamke mmoja aitwaye Shawn huolewa kila siku na kupewa talaka siku inayofuata. Kwa njia hiyo amefanikiwa kulinda ubikira wake na kukusanya draw iliyojaa pete za ndoa. Haya yote yanatokea kwa sababu ya taaluma yake ya ajabu. Shawn ni mke wa mkataba ambaye kwa muda anakuwa mke wa wanaume wanaotaka kuonyesha ndoa zao kwa familia na marafiki, lakini hawataki kuoa kweli. Uigizaji wa Shawn ni wa kweli sana kiasi kwamba wazee wengi hufariki kwa amani baada ya kushuhudia mtoto wao wa kiume akioa. Akiwa na uzoefu wa miaka 13 katika taaluma hii, Shawn amekuwa na waume wa zamani wengi sana kiasi kwamba wafanyakazi wa hoteli walianza kumtambua. Kwa sababu hiyo, alipanua biashara yake na kuanza kutoa huduma kwa wateja wa kigeni, hata akimhudumia mfalme kutoka Afrika. Ili kukodisha huduma ya Shawn, mahojiano ya mbali hufanyika kwanza ili kuelewa mahitaji ya mteja. Kisha Shawn hutumia ujuzi wake wa juu wa uigizaji ili kumridhisha mteja kikamilifu. Siku moja Shawn alikuwa akicheza nafasi ya mchumba wa bandia ili kumvutia marafiki wa mwanamume fulani. Uigizaji wake ulikuwa wa kweli sana kiasi kwamba kila mtu alibaki ameduaa. Shawn ana sheria kali, anaolewa tu lakini kamwe hajiingizi kihisia. Maisha yake yana shughuli nyingi kiasi kwamba anapata muda wa kuishi maisha yake halisi siku za Jumapili pekee. Siku moja Shawn anakutana na mteja wa ajabu aitwaye Joe ambaye anataka tu kula naye chakula. Joe ni mpishi mzuri sana wa kiwango cha Michelin, lakini anazungumza kidogo sana. Kwa kipindi cha miaka 50, wawili hao walibadilishana sentensi 50 pekee. Shawn alifikiri angemaliza mkataba wake na kustaafu, lakini alipoanzisha mada ya talaka, Joe aliikubali bila kuonyesha hisia zozote. Hili liliumiza utu wa Shawn na akaamua kukamilisha siku 27 zilizobaki za mkataba na kumfanya Joe ampende. Alivaa nguo nyekundu ya kuvutia, akaosha vyombo pamoja naye na kutengeneza mazingira ya kimapenzi kupitia miguso ya bahati mbaya. Hata hivyo, Joe alimchanganya kwa kumpa mrija badala ya kumlisha. Shawn alizamisha huzuni yake kwenye pombe na kuonyesha vipawa vyake vilivyojificha: kupanda milima, mziki, balee na kuimba. Msaidizi wake Jai alimfanya atambue kwamba anaweza kuwa anampenda Joe kweli. Siku ya mwisho, Shawn alikutana na mwanaume mwingine kwenye lifti, Kong Hayen, mtu maarufu. Hayen alishtuka kumwona Shawn kwa sababu alimkimbia wakati wa ndoa yao iliyopangwa miaka 13 iliyopita. Hayen hata alimpa paka wake jina la zamani la Shawn, Jamie. Katika umri mdogo, Shawn alichukuliwa na mtafuta wa chumba wa daraja la juu la Kikorea ambaye aliwafunza wasichana kulingana na viwango vya jamii ya juu ili waweze kufikia ndoa za biashara za milioni ya dola. Tangu utotoni, Shawn alilazimika kujifunza jinsi ya kula nyama kwa kisu na uma na kufanya mazoezi ya kuzungumza na kalamu iliyoshikiliwa katikati ya meno yake kwa saa 6 kila siku. Hata Shawn alipolala wakati akisoma usiku, alilazimika kuamka mara moja ikiwa mama yake angemtupia jicho. Wakati mwingine Shawn alilia na kumuita mama yake, lakini mama yake alimkumbusha kuwa hii ilikuwa miseni na hisia zilipaswa kuwekwa kando. Shawn alihisi kama hakuwa kitu kingine zaidi ya chombo kinachotumiwa. Miaka kadhaa baadaye, mama yake alipompeleka kuolewa na tajiri mkubwa wa biashara, Shawn alileta fujo, akiharibu jitihada za mama yake. Kwa hasira, mama yake alikata mawasiliano naye. Hata hivyo, Shawn bado alikuwa na heshima kwa mama yake kwa sababu alimlea kwa miaka 13. Ili kulipa deni la mama yake, Shawn alifanya kazi kwa miaka 13 na kutuma milioni kwenye akaunti ya mama yake. Usiku moja, Hayen alisikia kelele za ajabu kwenye ukanda wa jengo alipoenda. Ili kukagua, alimwona Joe akifanya mazoezi ya mashambulizi ya kisu. Kwa mshtuko, Hayen aliangusha simu yake. Joe alimkodolea macho na kuondoka. Hayen alipoenda chini, alikuta picha ya mwanamke aliyekuwa ameuawa hivi karibuni, jambo lililomfanya ashinde usiku kucha akitafakari kama amripoti Joe polisi. Wakati huo, Shawn alirudi. Hayen alimsimamisha na kumuuliza mume wake Joe alikuwa nani hasa. Shawn alichanganyikiwa kwa nini Hayen alikuwa akitenda hivyo. Wakati wakibishana, Joe alitokea. Hayen alimuita Joe muuaji wa mfululizo moja kwa moja. Hata Shawn alianza kumwogopa. Hata hivyo, Joe alieleza kuwa yeye alikuwa jaji na alikuwa akifanya mazoezi ya miondoko ya kisu ili kuigiza upya eneo la uhalifu kutoka kwenye kesi ya talaka. Shawn alielewa na alivutiwa na ari ya Joe. Joe aligundua kuwa Shawn alipanga kustaafu kutoka kwenye ndoa za mkataba na kwenda kuishi nje ya nchi. Akifikiri kwamba Shawn alikuwa anamwacha, Joe mwenyewe alianzisha mada ya talaka kwanza. Shawn alihisi kuumia, lakini akaamua kuandaa makubaliano ya talaka na kumkabidhi Joe siku
siku iliyofuata. Sean alipotoka nje ya nyumba yake, mwanamume aliyevaa nguo nyeusi alimteka nyara akiwa na kisu chenye urefu wa sentimita 40. Alikuwa mmoja wa waume wa zamani 99 wa Sean ambaye alikuwa amempa talaka hapo awali. Sean alimpiga teke kwa akili na kumwangusha chini, lakini mwanamume huyo alimpiga kwa hasira kwa gunia la mchanga. Wakati huo, Hayen aliwasili kama shujaa na kumshinda mhalifu huyo kwa teke moja. Joe alipogundua kuwa Sean alikuwa anakaa nyumbani kwa Hayen, alihisi wivu. Alichapisha makubaliano ya talaka na kwenda kumpa Sean. Hata hivyo, wawili hao walipokutana, walihisi hali ya kutokuwa na amani. Kwanza walienda kunywa kahawa, lakini walihisi kutostarehe wakiona wapenzi wote waliowazunguka. Kisha walienda kupata chakula cha jioni ambapo Joe alikumbuka kuwa Sean hapendi chakula chenye viungo na Sean alijua Joe hapendi pilipili, lakini mambo hayakwenda vizuri na Sean aliondoka. Siku iliyofuata, Sean alipofungua bahasha ya makubaliano ya talaka, alikuta tiketi ya tamasha ndani lile anayoipenda zaidi. Sean alifikiri Joe alikuwa akijaribu kumzuia asiondoke kwa siri. Hata hivyo, ukweli ulikuwa kwamba Joe aliingiza tiketi hiyo ndani kwa bahati mbaya. Joe alikuwa na wasiwasi wa kuzungumza mbele ya bosi wake. Bosi huyo alipoanza kumfokea, Sean aliingilia kati na kudhibiti hali hiyo. Joe alikuwa akiepukwa na watu kila wakati. Si tu kwamba utendaji wake ulikuwa mbaya zaidi, lakini wenzake walipendelea kukaa mbali naye. Sean alielewa hali hiyo na kupanga kuboresha taswira ya Joe. Alimwalika bosi wa Joe na mke wake kwa chakula cha jioni ili kuthibitisha kuwa Joe alikuwa mtu wa ndani ambaye hakumwalika hata mtu yoyote kwenye harusi yake mwenyewe. Sean alidhibiti hali hiyo kwa akili. Baada ya kuharibu biashara ya Sean ya kutafuta wachumba, mama mlezi wa Sean alifukuzwa nyumbani kwake. Alianza kuishi kwenye chumba kidogo cha kupanga, akihangaika kuishi huku akimkwepa mmiliki wa nyumba. Siku moja, mrifio wa kikundi chenye nguvu za biashara, kikundi cha Jeng Jeng, alimwasiliana na kumpa ofa ya kutumia mtandao wake kumsaidia. Hata hivyo, baada ya kukamilisha kazi hiyo, alisalitiwa na kushtakiwa kwa utapelevi wa dola milioni 75, jambo lililompeleka gerezani. Sean alipogundua hili, aliuza akiba zake zote ili kumtoa mama yake mlezi kwa dhamana. Wakati huo huo, mtu maarufu Hayen alikuwa akikabiliana na uvumi kwamba yeye ni shoga. Familia yake ilimshinikiza amoe binti wa familia tajiri ili kukomesha uvumi huo. Hata hivyo, Hayen alichukua hatua ya ujasiri. Alimpa ofa ya Sean kuwa mke wake wa bandia. Sean mwanzoni alikataa, lakini pale Hayen alipotaja kuwa anafanya hivi ili kumlinda mama yake, Sean alihisi huruma na kukubali. Hayen alimkabidhi Sean funguo na kumsaidia kutoroka kutoka kwa mapaparazi. Kwa Sean, hii ilihisi kama safari ya kusisimua, lakini ndani kabisa lengo lake halisi lilikuwa kumfanya Joe awe na wivu. Joe alipowaona Sean na Hayen wakitenda kama wanandoa wa bandia kwenye TV, moyo wake uvunjika. Alifikiri Sean alikuwa amefanya ndoa ya mkataba kwa ajili ya pesa tu. Hata hivyo, Sean alikuja kugundua hisia za kweli za Joe. Alivunja mkataba wa ndoa ya bandia na Hayen na kurudi kwa Joe, lakini Joe alikuwa ameumia sana na alikataa kumkubali. Sean alitoa kila kitu ili kumthibitishia Joe kwamba anampenda kweli. Alieleza jinsi ndoa yao ya mkataba ilivyogeuka taratibu kuwa mapenzi ya kweli bila wao hata kutambua. Sean alisimama nje ya nyumba ya Joe kwa dakika 30 kamili, lakini hakuweza kupata ujasiri wa kupiga kengele ya mlango. Joe alihisi kuna mtu nje, lakini wakati anafungua mlango, Sean alikuwa tayari ameondoka. Akiona hili, moyo wa Joe ulihisi utupu. Ili kuelewa hisia zake, Joe alimtembelea mwanasaikolojia usiku huo. Kwa mwongozo wa mtaalam, Joe hatimaye alitambua hisia zake za kweli. Alihisi vibaya Sean alipokosa kujibu jumbe zake na alihisi kuvunjika moyo tarehe zao za kukutana zilipofutwa. Siku iliyofuata, Joe alienda moja kwa moja nyumbani kwa Sean, akaomba radhi na kuomba wahuishe mkataba wao wa ndoa. Hata hivyo, Sean alikuwa bado ana hasira. Ili kumtuliza, Joe alivaa suti na viatu vya ofisi na kumfuata kwenye safari ya kupanda milima. Maskini Joe alionekana mwenye tabu kabisa na hatimaye hasira ya Sean ilitulia. Sean alikubali ombi la Joe, lakini mambo yakawa ya ajabu zaidi sasa. Nyota huyo mkubwa Hajin naye alikuwa amesaini mkataba wa ndoa na Sean. Kulingana na makubaliano, Sean angekuwa mke wa Joe siku za Jumatano na Ijumaa, huku akiwa mke wa Hajin siku za Jumanne, Alhamis na Jumamosi. Wakati huo huo, Joe alilazimika kumtunza paka wa Hajin katika siku zake za kazi. Sean alichukua jukumu la maandalizi ya sherehe kwa kujiamini na akaenda kufanya manunuzi na Joe kwenye maduka makubwa. Walipiga hata picha kamili za wanandoa kwenye studio ya picha. Wakiwa njiani kurudi nyumbani, Joe alipumbazwa sana na uzuri wa Sean kiasi kwamba alivunja sheria za usalama barabarani akijaribu kuwa karibu naye. Hii ilimfanya Sean ahisi kuwa Joe hatimaye alikuwa anakuwa mwanaume halisi. Wakati wa sherehe, Sean aliwavutia kila mtu kwa kupamba chumba kwa uzuri na kukodi mpishi
mshawishi wa daraja la juu. Wenzake Joe walisifu maisha yao ya ndoa. Hata hivyo, mambo yakabadilika wakati Sean alipohisi kuwa ili kuwashawishi kila mtu anahitaji kunywa pombe. Unywaji mkubwa wake ulisababisha kila mtu kulewa mmoja baada ya mwingine, na Sean alionyesha upande wake wa ukorofi wakati wa mchezo wa kunywa. Wenzake walimlazimisha Sean na Joe akiwa mwanaume mgumu kama chuma, alijaribu kuepuka kwa kunukuu sheria za kisheria. Akiwachanganyikiwa, Sean alimshika Joe kidevu na mbusu kwa nguvu. Joe alibaki na mshtuko. Siku iliyofuata, Sean akiwa na kichefuchefu cha pombe alienda nyumbani kwa Ha-jin kwa ajili ya siku yao ya wanandoa ya Jumamosi, lakini Joe alipogundua alikimbia nyumbani kwa Ha-jin. Wote wawili walianza mabishano makali juu ya haki za Sean. Ha-yen alisisitiza kuwa ilikuwa Jumamosi, so Sean alikuwa mali yake, lakini Joe alitumia kode ya hisia na kumchukua Sean na kuondoka naye. Kwa sababu Sean hakuweza kukumbuka kila kitu cha usiku uliopita, alienda nyumbani kwa Joe kuuliza nini kimetokea, lakini Joe aliamini kuwa Sean busu ule ulikuwa uigizaji tu, jambo ambalo liliharibu hali yake ya mhemko. Alimfukuza Sean nje ya nyumba. Sean alibaki na mshutuko na kuchanganyikiwa kwa nini Joe alikuwa amekasirika kiasi hicho. Sean hakuweza kuelewa kwa nini Joe alimfukuza ghafla nyumbani, lakini ndani kabisa Joe naye alikuwa akitaabika. Amekuwa mdhaifu kila wakati linapokuja swala la kuelezea hisia. Hata hivyo, alipoona nguo ambazo Sean alikuwa amemzawadia zikiwa zimeundikwa kwenye kabati lake, moyo wake ulilainika. Siku iliyofuata, Joe alivaa tai aliyopewa na Sean na kwenda ofisini. Wenzake walimpongeza, lakini Joe hakuweza kujizuia na tarakibu alipotea katika hisia zake. Kwa upande mwingine, Ha-yen pia alikuwa amechanganyikiwa kuhusu hisia zake kwa Sean. Baada ya kuona picha za mapaparazi akiwa na Sean, aliamua kumpeleka kwenye miadi ya kupanda farasi ili kuelewa hisia zake. Hata hivyo, Sean akiwa bibi harusi mtaalamu, alikuwa amebobea katika burudani zote za matajiri. Ujuzi wake wa kupanda farasi ulikuwa wa kiwango cha kitaifa, jambo ambalo lilimfanya Ha-yen aaibike na kumlazimu kumfukuza mwalimu wa farasi. Alimdanganya Sean akisema mwalimu huyo alipigwa teke na farasi, hivyo itabidi amfundishe yeye mwenyewe. Katika miadi hii, Ha-yen alizama kwenye mapenzi ya dhati na Sean. Wakati Joe alipomwona Ha-yen akijivunia tai aliyozawadiwa na Sean kwenye matangazo yake ya moja kwa moja live stream, hali ya Joe iliharibika. Usiku huo alimuita Sean nyumbani kwake. Sean alimtengenezea kinywaji na kusema, usinywe chochote, gonga tu glasi au nitahisi upweke. Lakini Joe alimaliza glasi nzima kwa mnyo mmoja na kulewa sana kiasi cha kuanguka kwenye kiti. Sean alifikiri anatania, lakini aliposogea karibu kukagua, Joe alikuwa amepoteza fahamu kweli. Wakati Sean anamtazama uso wake, alianza kugusa kope zake. Wakati huo moyo wake ulitaka kumbusu Joe, lakini alipojiweka mbali, Joe alimshika mkono na kukiri hisia zake za kweli. Sean hatimaye alitambua kuwa Joe alimpenda kweli. Alipotoka nje, hata mvua ilihisi kuwa ya kimapenzi kwake. Siku iliyofuata, Joe alipanga kumpeleka Sean kwenye tukio la mke wa bosi wake. Joe alifikiri angemvutia kila mtu, lakini alikosa shabaha yake na wanawake wote walimcheka. Sean, kwa ujuzi wake wa kiwango cha kiasi, alipiga shabaha kamili na kuokoa hali hiyo. Moyo wa Joe ulijawa na furaha. Joe alianza kumjali Sean kwa kila njia ndogo, kumletea blanketi na kumlinda asianguke. Mambo haya madogo taratibu yaliyeyusha moyo wa Sean. Mama yake Ha-yen aligundua kuwa mtoto wake alikuwa anapuuza biashara ya familia kwa ajili ya msichana. Aliingia kwenye misheni ya kumwondoa Sean. Ili kumlinda Sean, Ha-yen alianza kujiweka mbali naye. Alifunga vitu vyake na kuhamia hotelini. Sean hakuweza kuelewa nini kilikuwa kikitokea. Siku moja, Sean alimwona Ha-yen akizimia na kumpeleka hotelini ili kumtunza. Alifikiri ilikuwa kwa usiku mmoja tu, lakini aliishia kukaa mpaka asubuhi iliyofuata. Asubuhi iliyofuata, kichwa vya habari vilimulika, star Ha-yen lala hotelini na mpenzi wake, na mpenzi huyo alikuwa Sean. Wakiwa na taharuki, Sean alimpigia simu Joe na kumwelezea kila kitu. Joe hakusema neno na alikuja moja kwa moja kumchukua kwenye ukumbi wa hoteli. Mshauri mpya wa kisheria wa Ha-yen alitokea, si mwingine bali ni mkewa wa Joe. Mke huyo wa Joe alinyoosha mkono wake kwa ajili ya salamu, lakini Joe alimshika mkono Sean na kuondoka mahali hapo. Ndani ya gari palikuwa na ukimya wenye wasiwasi. Joe hatimaye alisema kuwa yeye na mkewe wa zamani walipeana talaka miaka 7 iliyopita na hakukuwa na kitu kilichobaki kati yao. Sean alimwamini, lakini ndani kabisa bado
bado alihisi kuumia. Joe alipanga kumshusha Sean nyumbani kwake, lakini alikataa na kusema kuwa yeye alitaka kuwa peke yake kwa muda. Alirudi nyumbani na kumpigia simu mwanasaikolojia wake. Alishiriki mambo ya kale akielezea jinsi alivyomlinda mke wake wa zamani tangu utotoni, lakini baada ya ndoa mwanamke huyu alijitenga naye. Jiha aliwahi kuwa mwanasheria wa kodi, lakini baada ya kufaulu mtihani wa mahakama alikuwa jaji. Baada ya miaka 10 ya kazi ngumu, alinunua nyumba kubwa kwa siri. Wakati tu alipokuwa karibu kushiriki furaha hii na mke wake Gunn, aligundua kuwa alikuwa na uhusiano wa siri na bosi wake. Baada ya usaliti huu, Jiha alikata tamaa na mapenzi. Hata hivyo, Sean alipoingia kwenye maisha yake, moyo wake ulianza kudunda tena kwa mara ya kwanza. Jiha alimtumia Sean ujumbe na kumwomba ashuke chini, kwani alikuwa na jambo muhimu la kumwambia. Wakati Sean akisubiri chini, alimuona mwanamume aliyevalia mavazi meusi na kofia ngumu, helmet, na akaogopa. Mwanamume huyu alipovua kofia hiyo, aligeuka kuwa Hayajin. Alikuja akiwa amejificha ili kukwepa maparazi. Akimuona Sean akiwa na huzuni, Hayen alimpeleka matembezi na kumvisha kamera shingoni ili aweze kupiga picha nzuri. Hata hivyo, kutokana na nywele ndefu za Sean, alinaswa kwenye kamba ya kamera. Wakati huo huo, Jiha aliyekuwa mlewa aliwasili na bila kufikiri alimpiga Hayen teke la kuteleza, sliding kick, na kumwangusha chini. Kisha Jiha alimkalia Hayen juu na kuanza kuipiga kofia yake na ngumi ndogo na dhaifu. Sean na Hayen walijaribu kumnyanyua Jiha, lakini alikuwa mzito sana kwao. Hayen alilazimika kumpigia mjomba wake simu kwa ajili ya msaada. Wakati Hayen na Sean wakiwa wamekaa pembeni na kuzungumza, Hayen alitumia fursa ya mazingira ya amani na kumbusu Sean. Hata hivyo, Jiha alifumbua macho wakati mwafaka na kuona eneo hilo. Alifikiri alikuwa anaota. Asubuhi iliyofuata, watatu hao walikuwa na mkutano wenye wasiwasi kwenye lifti. Jiha alimwonya Hayen asimsumbue Sean tena, lakini Hayen alijibu kwa kujiamini, jana usiku sote wawili tulionyesha hisia zetu. Kusikia hivi, Jiha alikasirika sana. Wakati Jiha akitoka kwa hasira kwenye lifti, aligongana na mke wake wa zamani. Mke wake wa zamani alipogundua kuwa Jiha naye anaishi kwenye jengo lile lile, alidhani kuwa Jiha anaishi na Sean, jambo lililofanya hali kuwa na wasiwasi zaidi. Jiha alifafanua kuwa alikuwa ameinunua nyumba hiyo na amekuwa akiishi hapo kwa miaka 5 iliyopita. Akiwa amejificha pembeni, Sean alisikia mazungumzo hayo. Mwanzoni alihisi furaha, lakini msisimko wake ulitoweka haraka aliposikia maneno yaliyofuata ya Jiha. Jiha alisema, Sean amepewa talaka mara 12. Kuolewa ni kazi yake. Kwa mtu kama mimi ambaye hawaelewi wanawake, ananifaa sana. Kusikia hivi, Sean alihisi kama Jiha alimuona kwa namna ambayo hakuwa anapaswa, na kufikiria jambo hilo lilimfanya awe na huzuni. Hata hivyo, Sean alikuwa na hasira. Usiku huo alizuia gari la Jiha kwa makusudio ili kumkabili, lakini badala ya kuomba radhaa, alihamishia lawama kwake, akimshutumu kuwa kumbusu Hayen akiwa mlewa usiku uliopita. Kusikia hivi, Sean alikasirika zaidi, lakini kabla hajafanya hivyo, ghafla Jiha alimvuta karibu. Katika moment hiyo, wote wawili hatimaye walikubali hisia zao za kweli. Baadaye usiku huo, Jiha alipofika nyumbani, Sean alipiga simu kuuliza kama amefika salama, lakini Jiha, akiwa hajui kabisa mambo ya mapenzi, alisema tu kuwa yuko salama na kumwambia Sean akate simu. Kisha ukaja ule mwaka wa asili wa nani akate simu kwanza, lakini Jiha akiwa mnyoofu alikata tu simu bila kusita. Wakati huo huo, Star Hayajin ambaye alijiona kuwa bwana wa mapenzi aliamini kuwa Sean hajamkataa, bali alikuwa tu anaona ai. Alifikiria kuwa yeye, Sean, alikuwa amechanganyikiwa kuhusu ule mbusu na alikuwa anaweka umbali ili kujifanya anahitajika zaidi, lakini Sean alikuwa tayari ameshaamua kusonga mbele na Jiha. Alimwambia Hien waziwazi kuwa uhusiano wake na Jiha sasa ulikuwa rasmi na kwamba ule mbusu kati yao haukuwa kitu kingine zaidi ya kosa. Hien alishtuka kidogo na kuuliza kama jambo hili lingeathiri mkataba wao wa kitaalamu, lakini Shen alimhakikishia kuwa mambo ya biashara na mambo binafsi yalikuwa tofauti. Kando na hilo, mkataba wao ulikuwa unaisha hivi karibuni. Hien alitaka kuuisha mkataba kwa kipindi kirefu zaidi, lakini Sean alikataa mara moja kwa sababu alitaka kuishi maisha ya kujitegemea na kutofungwa na familia yoyote ya kibiashara. Kwake yeye, ikiwa angekaa na Hien, zile miaka 13 aliyotumia kupigania uhuru wake ingepotea bure. Hien alivunjika moyo, lakini tatizo kubwa zaidi lilikuja wakati mama wa kambo wa Sean alipopanga kwa siri ndoa yake na Hien. Hata hivyo, mama yake Hien hakukubaliana na pendekezo hilo. Alikutana kwa siri na mwanasheria wa Hien na kumpa pesa ili kudhibiti kila hatua ya Hien. Siku moja kwenye duka kuu, mke wa zamani wa Jiha alimuona Sean akizungumza kwa Mahada kwenye simu. Mwanzoni alifikiri Sean alikuwa anaigiza kama mwanandoa mpya, lakini alipomsikia akimtaja Jia alishtuka kabisa. Mara moja alimpigia simu Hien kumuuliza nini kinaendelea. Hien alitambua kuwa ikiwa ukweli ungejulikana ungesababisha matatizo ya kisheria, hivyo alilazimika kukiri kila kitu. Mke wa zamani wa Jia alishtuka zaidi kujua kuwa mume wake wa zamani Jia kwa kweli alikuwa kwenye ndoa
ya mkataba. Alipanga kwenda moja kwa moja nyumbani kwa Jia na kumkabili. Hata hivyo, kufikia wakati huo Jia hakuwa na hali ya kumsikiliza mke wake wa zamani na alimtoa nje ya nyumba kwa nguvu. Lakini wakati tu Jia na mke wake wa zamani waliposhika chini, Hyen aliwaona. Ili kumzuia Sean asishuhudie eneo hilo, alimchukua haraka na kuondoka naye. Usiku huo Sean alipotembelea nyumba ya Jia, aliona rangi ya mdomo kwenye meza. Alimuuliza Jia moja kwa moja kama mwanamke mwingine alikuwa hapo. Bila kusita, Jia alikataa. Alikuwa tayari kuingia kwenye uhusiano makini na Sean, hivyo alimwambia amwamini. Ili kuthibitisha rasmi uhusiano wake mpya, Sean alitembelea eneo la kurekodia la Hyen siku iliyofuata ili kusitisha mkataba wao. Lakini wakati huo msaidizi aliripoti kuwa vyombo vya habari vilikuwa tayari vimevujisha picha za Sean, jambo lililomfanya kuwa habari kuu. Kwa upande mwingine, Jia ambaye alikuwa kazini naye pia aliona habari hizo. Wenzake mara moja walidhani kuwa mke wake alikuwa amemsaliti. Kisha mke wa zamani wa Jia alikutana na Hyen na kutengeneza mpango. Alipendekeza kuwa ikiwa Hyen angeidai hadharani kuwa Sean amemsaliti, angeweza kulinda taswira yake. Kwa njia hii, Jia pia angekuwa mteja tena na yeye, mke wa zamani, angeweza kumrudia. Lakini Hyen alikataa mpango huo kwa sababu hakutaka kumuumiza Sean. Mke wa zamani wa Jia alikasirika kwa sababu aligundua kuwa haijalishi nini kilitokea, mume wake wa zamani Jia kila wakati alilinda Sean. Usiku huo Hyen alikuwa amevunjika moyo na kunywa pombe peke yake. Wakati alipotambua kuwa mfuatiliaji alikuwa anamfuata, alijaribu kumkamata mtu huyo na mapambano yakaibuka kati yao. Kuona vurugu hizo, polisi waliwakamata wote wawili. Sean alipofika kituo cha polisi, aligundua kuwa uso wa mfuatiliaji huyo ulionekana kuwa wenye kujulikana. Kisha akatambua kuwa alikuwa mteja wake wa zamani ambaye hakuwahi kumsahau. Mfuatiliaji huyo alikiri kuwa alitaka tu kutumia muda mwingi zaidi na Sean. Asubuhi iliyofuata, Sean aliona vichwa vya habari vilivyosema kuwa yeye alikuwa mke mtarajiwa wa Hyen. Mara tu alipoisoma, utambulisho wake wote wazi wa umma na ukweli kuhusu ndoa ya mkataba ukafichuliwa kwa kila mtu. Kampuni inayomwakilisha Hyen inapanga kufanya mkutano na waandishi wa habari ili kulinda taswira ya Sean isiharibike. Mwanasheria wa kampuni hiyo anatoa maelezo yaliyoundwa kwa uangalifu ambaye anampokea Hyen kama mtu mtiifu na mkweli, huku yakimkinga Sean asilaumiwe kupita kiasi. Jiho anakutana kwa siri na mke wake wa zamani June na kumuomba asimuumize tena Sean. June ambaye hapo awali alijitenga na Jiho analainika baada ya kuona ukweli wake. Yeye pia anaamua kumuunga mkono Sean. Maoni ya umma yanabadilika kabisa. Mashabiki wanaanza kumuona Hyen kama mpenzi mkamilifu na jina la Sean linasafishwa. Sean ambaye hapo awali alikuwa akifikiria kutengana na Hyen, hatimaye anaenda kukutana naye ili kuweka wazi ukweli. Hata hivyo, kabla hajawa na uwezo wa kuzungumza, Hyen anamwambia kwamba hatamwacha aende kamwe. Kisha Sean anafichua utambulisho halisi. Yeye si mrithi wa familia tajiri, bali ni yatima aliyeasiliwa. Hyen ambaye alifikiri angeweza kumng'ang'ania Sean kutokana na ushirikiano wa kifamilia, sasa anahisi kukata tamaa kabisa. Wakati huo huo, mama mlezi wa Sean anakuwa shabaha la gari lililokuwa kwenye mwendo kasi. Jiho ambaye alikuwepo hapo anaruka ili kumwokoa. Anafanikiwa kuandika namba ya gari hilo na uchunguzi unaanza. Uchunguzi wa Jiho unafichua ukweli wa kushtua. Mama mlezi wa Sean kwa kweli ni mama yake mzazi, na mhusika mkuu Mastermind nyuma ya kila kitu si mwingine bali ni kaka mkubwa wa Hyen mwenyewe. Kaka yake Hyen hataki tu kumlazimisha Sean kuingia kwenye ndoa ili kuchukua udhibiti wa biashara ya familia, bali pia alipanga shambulio dhidi ya mama yake Sean. Wakati Hyen anapogundua hili, anamkabili kaka yake. Hata hivyo, kaka yake anachukua hatua zaidi kwa kumshinikiza Sean moja kwa moja asaini ndoa ya mkataba. Lakini usalama wa mama yake unapotajwa, hana chaguo lingine zaidi ya kutii. Akiona haya yote, Hyen anafanya uamuzi mkubwa. Ataacha tasnia ya burudani na kujiunga na biashara ya baba yake ili kuhujumu mipango ya kaka yake. Mara tu habari hizi zinapofika kwenye vyombo vya habari, kaka yake Hyen anastuka, kwani Hyen kuingia kwenye biashara ya familia kunatishia nguvu zake moja kwa moja. Wakati wa makabiliano ya mwisho, Sean anacheza rekodi ya siri ya miaka 20 iliyopita. Ndani yake, kaka yake Hyen anasikika akijadili jinsi alivyojaribu kumlazimisha Sean kuingia kwenye ndoa huko nyuma. Wakati ushahidi huu unapowekwa wazi, baba yake Hyen anamfukuza mwanaye mkubwa kwenye biashara. Kwa hili, mchezo wa maigizo ya ndoa ya mkataba unafikia mwisho. Wanaanza kuishi maisha wakiwa huru kutokana na masharti yoyote au siasa. Sean ambaye zamani alikuwa mke wa mkataba tu, sasa amekuwa mpenzi halisi, na kwa hili hadithi hii nzuri inafikia tamati. Hii ni moja ya filamu inayovutia sana. Usisahau kufuatilia chaneli yetu ya Anu Swahili Movies kwa kubonyeza subscribe na alama ya kengele ili kupata miendelezo ya movie zetu. Tukutane tena wakati mwingine.